Sijasema serikali mali ya nani, hilo ni somo jingine la katiba, mkufunzi yuko pale. Nasema katiba mpya ni mali ya Watanzania. Watanzania wana haki kwenye hotuba kama hizi zinazobeba maono kujua mchakato wao wa katiba mpya unakwenda wapi. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nakubaliana na Mheshimiwa mchangiaji kwamba katiba mpya ni mali ya Watanzania, lakini pia namkumbusha mali za Watanzania ni pamoja na ardhi, fedha na vinginevyo, na kwa sasa mwenye mkataba wa kuvisimamia ni serikali, na serikali ya sasa ni ya CCM. Kwa hiyo huwezi kuvitenganisha. Mheshimiwa Ado, unaipokea taarifa hiyo? Sipokei taarifa hiyo na kwa sababu naona nakwamishwa hapa gari na sanasa, niache ajenda hiyo, ujumbe umefika. Ajenda ya pili ambayo naona ni ukimya kwenye hotuba ya waziri mkuu, vita dhidi ya ufisadi, rushwa na ubadhirifu. Sijaona kama imepewa kishindo kinachostahili. Mimi ninaamini Sokoine angefufuka leo, wala nisingepata shida kujua ajenda yake namba moja ingekuwa ni ajenda gani. Ninafahamu Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kumpa taarifa Ado kwamba unapozungumzia mtu ambaye tumemthibitisha kwenye bunge hili kwa kinywa chake, kwa vitendo, kuzungumzia masuala ya ufisadi na kukemea ubadhirifu na kukemea uzembe, ni Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba. Na kwenye hotuba yake Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema serikali ya awamu ya 6 chini yake yeye kama msimamizi mkuu wa serikali atahakikisha wazembe, wabadhirifu watachukuliwa hatua na wananchi wa Tanzania waweze kupata maendeleo. Inawezekana mdogo wangu leo alikuwa hajajiandaa kuchangia. Mheshimiwa Ado, unaipokea taarifa hiyo? Siipokei taarifa hiyo. Mimi ninafahamu rejea ya uchambuzi, ni hotuba ya waziri mkuu. Ninaweza kukueleza waziri mkuu wapi amezungumzia juu ya rushwa na ufisadi. Alizungumzia ripoti ya CAG na commitment ya serikali. Kwa maoni yangu mimi, waziri mkuu hajatoa uzito unaostahili kwenye hotuba yake kwa ajenda ya rushwa na ufisadi. Na uniruhusu nitoe mfano tu, nimepigwa breki sana hapa mwenyekiti. Mheshimiwa Ado, kuna taarifa. Kanuni zetu zinaruhusu. Kuna taarifa, naomba.